11. Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tukiwa tunaianza robo hii ya 3 ya mwaka 2025. Robo inayosema Kutoka. Hii ni kwa ajili ya mwezi Julai, Agosti na Septemba. Katika robo iliyopita tumejifunza lesoni nzuri inayosema vidokezo, tamathali za semi ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Robo hii tunaenda kuiangazia lesoni ya Kutoka, lesoni ambayo imetungwa na mtunzi Jerry Moskala, imehaririwa na Clifford R. Goldstein, mhariri mwenza akiwa ni Soraya Homayoun. Katika robo hii tutakuwa na masomo 13. Mwandishi anasema Kutoka, safari kuelekea nchi ya ahadi. Mungu aliyefunuliwa katika kitabu cha Kutoka ni Bwana mwenye upendo ambaye kwa wakati ulioamriwa na kwa matendo yake makuu aliwaletea wokovu na ukombozi watu wake. Mwanzo sura ya 15 ya 12 hadi 16. Kutoka Misri na kuvuka bahari ya Shamu yalikuwa matukio ya msingi na ya pekee, matendo ya Mungu ya kustaajabisha na ya ajabu. Hakuna tukio kubwa zaidi au adhimu zaidi ya hayo lililowahi kutokea katika historia ya Israeli ya kale kabla ya msalaba. Ni Injili, lakini kwa mujibu wa Musa. Mungu aliinuka kimiujiza na kwa kurudia ili kudhihirisha utunzaji na ulinzi wake kwa Waebrania, licha ya kurudi nyuma kwao kila wakati. Rehema zake zilipita ufahamu na hisia zao zote kwa mkono wake ulionyooshwa. Bwana aliwaongoza watu wake kupata uhuru. Kilikuwa ni kitendo kisicho na kifani. Mfuatano huu usiotarajiwa wa uingiliaji kati wa Mungu ulikuwa mwanzo wa safari yao iliyofanywa upya na Mungu, safari kutoka Misri hadi hatimaye Kanaani. Ingawa Musa anafanya jukumu muhimu katika Kutoka, kitabu hiki hakimhusu Musa bali kinamhusu Mungu, Mungu wa upendo, kweli, haki, uhuru, msamaha, Mungu ambaye hatimaye alienda msalabani kwa ajili yetu. Kwa kujifunza kitabu cha Kutoka tunapata mwonekano wa kipekee wa jinsi Mungu wetu alivyo hasa. Na yeye yukoje hasa? Yeye ni Mungu aliyekuwa mwaminifu kwa watu wake licha ya wao kutokuwa waaminifu. Daima alikuwa upande wao hata walipokuwa kinyume naye. Tena na tena aliwaonesha fadhili zake, akiwatia moyo, kuwarudi na kuwapa maelekezo ya kiungu. Akiwaongoza katika njia iliyo bora kabisa. Alitaka kwa hiari yao, kwa wao kumpenda yeye na tabia yake, wamwabudu na kumtii, yote kwa manufaa yao wenyewe. Mungu wa Musa ni Mungu wa mahusiano. Lengo muhimu kabisa la Mungu halikuwa kutimiza jambo fulani au kukamilisha ajenda. Badala yake, lengo lake kuu lilikuwa kujenga uhusiano wenye maana na watu wake wateule Israeli. Aliwaongoza kufika Sinai ili kuanzisha ushirika huu wa kina. Mtume Paulo anafundisha kwamba kilichotokea kwa watu wa Mungu wakati uliopita ni matukio yenye mafunzo kwetu ili tuweze kujifunza kutokana na makosa yao na kumfuata Bwana kwa uaminifu leo. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ya 10 aya 11. Matukio haya yaliyopita yanapaswa kuwa onyo na chanzo cha mafundisho yasiyosahaulika kwetu sasa. Tunapaswa kuyasoma, kuyachunguza na kujifunza kutokana nayo, kwa sababu haidhuru mazingira yawe tofauti kiasi gani, kanuni za kiroho zinazoyaongoza ni zile zile. Mpango wetu wa kujifunza kitabu cha Kutoka katika majuma haya 13 uko wazi. Kitabu hiki kimegawanyika katika usomaji wa sura za kila juma za urefu anuai, yaani zimegawanywa kwa mujibu wa mada ili kusomwa kwa urahisi. Mada ya kwanza, utumwa huko Misri, kuzaliwa kwa Musa na miaka yake 40 ya kwanza, Kutoka sura ya kwanza na ya pili.
Mada ya pili, utume wa Musa, kutoka sura ya 3 hadi ya 4. Mada ya tatu, ugumu, maisha yanapokuwa mabaya kabisa, kutoka sura ya 5 na ya 6. Mada ya 4, mapigo 9 ya kwanza, kutoka sura ya 7 hadi ya 10. Mada ya 5, pigo la 10 na kusherehekea Pasaka, kutoka sura ya 11 hadi 12. Mada ya 6, ukombozi kutoka Misri na uzoefu wa bahari ya Shamu, kutoka sura ya 13 hadi 15. Mada ya 7, safari ya kuelekea mlima Sinai, kutoka 16 hadi 18. Mada ya 8, zawadi ya agano la Mungu na amri 10, kutoka sura ya 19 hadi 20. Mada ya 9, sheria ya Mungu yatumika, kutoka sura ya 21 hadi 23. Mada ya 10, agano la thibitishwa na ramani ya hema takatifu, kutoka sura ya 24 hadi 31. Mada ya 11, uasi wa ndama wa dhahabu na maombezi ya Musa, kutoka 32. Mada ya 12, ufunuo binafsi wa Mungu na uso wa Musa unaong'aa, kutoka sura ya 33 hadi 34. Mada ya 13 na ya mwisho, hema takatifu yajengwa na kuwekwa wakfu, katika sura ile ya 35 hadi 40 katika kitabu cha Kutoka. Kila juma tunajikita katika vifungu na matukio muhimu kutoka katika sura zilizoelekezwa. Bwana wetu mwenye neema na atubariki tunapojifunza kitabu hiki cha maana sana, kinachotukumbusha jinsi Mungu anavyotaka kuwaongoza watu wake kutoka utumwani hadi kuwa huru, kutoka mautini hadi uzimani, na kutoka jangwani hadi Yerusalemu mpya. Waebrania sura ile ya 12 aya ya 22. Jerry Moskara ni profesa wa fasili na teolojia ya Agano la Kale na mkuu wa kitivo cha teolojia cha seminari ya Waadventista wa Sabato katika chuo kikuu cha Andrews. Robo hii tutaenda kujifunza masomo 13 kuanzia Juni 28 hadi Septemba 26. Somo la kwanza linasema ukandamizaji, usuli na kuzaliwa kwa Musa, kwa ajili ya Juni 28 hadi Julai 4. Somo la pili, kichaka kinachowaka moto, hii ni kwa ajili ya Julai 5 hadi 11. Somo la tatu, mwanzo mbaya, Julai 12 hadi 18. Somo la 4, mapigo, Julai 19 hadi 25. Somo la 5, Pasaka, Julai 26 hadi Agosti 1. Somo la 6, kupitia bahari ya Shamu, Agosti 2 hadi Agosti 8. Somo la 7, mkate na maji ya uzima, Agosti 9 hadi 15. Somo la 8, agano huko Sinai, Agosti 16 hadi 22. Somo la 9, kuishi kulingana na sheria, Agosti 23 hadi 29. Somo la 10, agano na mpango makini, Agosti 30 hadi Septemba 5. Somo la 11, uasi na maombezi, Septemba 6 hadi 12. Somo la 12, na kusihi unionyeshe utukufu wako, Septemba 13 hadi 19. Somo la 13 na la mwisho litasema maskani, hii ni kwa ajili ya Septemba 20 hadi 26. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hiyo tunakuwa tumefikia tamati ya sehemu hii ya utangulizi, sehemu inayotuonesha namna gani tunaenda kujifunza lesoni yetu robo hii Kutoka. Nikusihi usikose kupata nakala yako, nakala ya mwongozo huu wa kujifunza Biblia unaopatikana katika maduka yote ya Adventist Book Center, au waweza kuwasiliana na karani wako wa shule ya Sabato ili akusaidie kupata mwongozo wako wa kujifunza Biblia. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.